Tumekutana leo kuzungumza na nyinyi. Kwanza kabisa ni juu ya utendaji kazi wa mamlaka yetu ya kupambana na udhibiti wa dawa za kulevya, ambapo mamlaka inashikilia watu watatu na kwa tuhuma ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya aina heroin. Watuhumiwa hao ni Anathat Rashidi Mchongeza, ni binti huyo mwenye umri wa miaka 20. Emmanuel Msakuzi, huyu ana umri wa miaka 23, na Kurwa Pazi Shamas, huyu ana umri wa miaka 40, almaarufu ni Mama Udodi, ambaye pia ni barozi wa nyumba 50 katika mtaa wa Juajwe Kunduchi, Pwani. Watuhumiwa walikamatwa tarehe 22 Januari katika eneo la Kunduchi, Pwani, Kauzeni, jijini Dar es Salaam, wakiwa na unga unaodhaniwa ni dawa za kulevya aina heroin gramu 400. Katika ukamataji huo pia walikuwa na majani makavu ambao ni bangi kete, kiasi hicho ni sawa na kete 30 za bangi. Maafisa wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, baada ya kufanya upekuzi, walifanikiwa kukamata kiasi cha dawa hizo zikiwa zimehifadhiwa ndani ya mfuko wa nylon. Mamlaka inaendelea kuwashikilia watuhumiwa hao na watafikishwa mahakamani baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Mimi nimekuwa na utaratibu, ingaje kuna baadhi wanapiga kelele kwani anawaonyesha na wadhalilisha, lakini mahakamani mnaonyesha ili jamii ijue na kuwafahamu, na hii pia inatusaidia kupata taarifa nyingi. Kwa hiyo mamlaka inafanya taratibu za kisheria kuweza kuwafikisha mahakamani na operations zazidi kuendelea. Lakini pia nikadhalika katika kipindi cha Novemba mpaka Disemba 2020, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, mara nyingi tumekuwa tukiwaita tunapoonyesha jinsi tunapowakamata watu, lakini pia ni waombe pia tunawapa taarifa ya kesi inavyoendelea. Tunachotaka jamii ielewe, kusiwe na uficho wote kwamba mtu anakamatwa, siku ya kesi mfanye coverage, jamii ielewe na ifuatilie kesi kwa karibu. Kwa katika kipindi cha Novemba mpaka Disemba 2020, mamlaka tumeweza kufanikiwa kufunga mapapa wa dawa za kulevya. Kwanza ilimhusisha mfanyabiashara maarufu sana jijini Tanga, anaitwa Yanga Omar Yanga, maarufu rais wa Tanga, yeye kwa kamatiki. Lakini baada ya wenzetu vyombo vya mahakama na sisi kulikuwa baada ya kutoa ushahidi kwa haki na bila upendeleo, ameweza kufungwa miaka 30 jela. Lakini na huyu alikutwa na hatia baada ya kutoa dawa za heroin uzito wa gramu 1052.63. Pili, mahakama kuu ilimkuta na hatia bwana Ayubu Mfaume Kiboko. Huyu mpaka kutoka malalamiko kama kuna baadhi taifa hizopo ana vijana ambao mpaka sasa hivi wako magerezani China kama 68. Sasa muone jinsi gani ambavyo jamii na watoto wetu wanavyoumia. Na nyinyi kama wajumbe mjaribu kuelimisha jamii na muisupport serikali na mamlaka na staff wa mamlaka katika kupambana hili. Huyu aliweza kuhukumiwa miaka 20 gerezani kwa kosa kusafirisha dawa za kulevya aina heroin yenye uzito wa gramu 251.25. Lakini nyingine pia ya tatu katika mapapa hao ni raia wawili wa Iran ambao walitiwa hatiani kwa kosa kusafirisha dawa za kulevya aina heroin yenye uzito wa gramu 111.2 katika bahari ya Hindi. Hawa nao wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela pamoja na jahazi lao kutaifishwa. Wenyewe walikuja na jahazi kutoka Irani. Muone jinsi gani biashara kazi ilivyokuwa ni ngumu. Lakini maofisa wa mamlaka waliweza kupambana, wameriski maisha yao kupambana baharini na mpaka kuweza kuwakamata hawa na kiasi hicho. Na mahakama ikafanya kazi kamilifu na imeweza kuhukumu miaka 30. Sasa muone jinsi gani ambavyo jamii na watoto wetu wanavyoumia. Na nyinyi kama wajumbe mjaribu kuelimisha jamii na muisupport serikali na mamlaka na staff wa mamlaka katika kupambana hili. Ni mafanikio kwetu sisi kama mamlaka kutokana na kazi iliyofanywa na taarifa ambazo wananchi mnatoa, tumeweza kuhukumu watu ambao hawa ni mfano, na baadhi ya wengine bado tutaendelea kuwakamata na baadhi wako mahakamani. Ndugu wanahabari, mwaka 2020 mamlaka imefanikiwa pia kufungua vituo vingine vitatu vya kutolea tiba ambao ni methadone, ambao ni Tanga, Bagamoyo na hospitali ya Tumbi. Kama mnavyofahamu kwamba kazi yetu si kukamata tu, lakini pia tunatoa tiba kwa wale ambao waathirika na ambao wamekuwa hawana msaada wote. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa tiba na kuwarudisha katika hali ya kawaida. Kwa hiyo tumefanya jitihada kama mamlaka, tumeongeza kufungua vituo tiba ambao tumefungua Tanga, Bagamoyo, lakini pamoja na hospitali ya Tumbi Pwani.
pamoja na vituo hivyo vipya. Lakini mamlaka pia imeongeza wigo wa upatikanaji wa tiba ya uraibu wa dawa za kulevya na kuongeza vituo vingine vitatu vya kutolea tiba methadone satellite clinic hapa jijini Dar es Salaam, ambapo kuna Segerea, Mbagala tatu na Tegeti. Hivi natarajiwa kuanza kutoa huduma mwezi ujao Februari. Hiyo inafanya jiji la Dar es Salaam kuwa na jumla ya vituo 6 kati ya 9 vinavyotoa tiba ya methadone nchini na kupunguza msongamano uliokuwepo. Kwa hiyo tuombe nyinyi mnapopata vijana una ndugu muelekeze kule, wanapata tiba na wataachana na hii hali, na pili watakuwa ni raia wema. Mamlaka pia inatarajia kuzindua kituo tiba cha methadone mkoani Arusha. Ifikapo tumeshamaliza majengo, kwa ifikapo Februari 15 tutakuwa na kituo. Kwa hiyo kwa kanda ya Arusha pia kutakuwa na coverage. Mwanza tuna Sekotule, Mbeya tuna hospitali ya Mbeya, Dar es Salaam kama vituo hivyo vitaja, Dodoma tunaitaga. Kwa hiyo tunataka kukava Tanga pia, hapa tuna kituo ambacho kimeshaanza kazi. Tunachotaka kutukave kwa nchi nzima. Hawa vijana wetu na watoto wetu, mama zetu, wadogo zetu wanaoathirika waweze kupata tiba pamoja, huku tukiendelea kukamata lakini tunatibu. Hii itatusaidia kupunguza, maana hawa ni wateja ambao tukiwatoa kwenye cycle pia itatusaidia kupunguza hata uingizaji wa dawa hizo. Mikoa mingine iliyokuwa na vituo vya tiba kama nilivyozungumza kuna Mbeya, Mwanza, Dodoma, na hivi sasa tumeanza kutoa huduma kwa waraibu ambao ni zaidi ya 9,500. Lakini mamlaka wakati inaanzishwa ilikuwa na waraibu kama 300 tu. Mnaweza mkaona jinsi gani ambavyo maafisa wa mamlaka walivyojitahidi kutoa elimu na kutoa tiba kutoka 300 mpaka sasa hivi 9,500. Na hapo tunavyozungumza ni watakuwa zaidi, kwa sababu baada ya kufungua vituo wanajiandikisha wengi na wengi wanahitaji sana ya huduma. Pia tuna nyumba 25 soba house ambazo ziko chini ya watu binafsi ambao wanakuwa monitored na kuwa regulated na mamlaka. Hizi soba house zilizopo maeneo mbalimbali nchini hadi kufikia mwezi Disemba 2020 kulikuwa na waraibu 3663. Hawa ni kwenye soba house, nje ya wale ambao nizungumza kwenye vituo vya ambao vinaongozwa na serikali, ambao wananufaika na kati ya hao 3609 3663 wanaume ni 3609 na wanawake 74. Pia mamlaka inaendelea kutoa elimu juu ya tatizo la dawa za kulevya kwa njia mbalimbali. Kwa matukio makubwa tumekuwa tukihudhuria katika concert mbalimbali, mbio za mwenge, katika sherehe mbalimbali, na tumekuwa tukitumia pia wasanii wa bendi mbalimbali na wasanii mbalimbali kuweza kutunga nyimbo ambazo zinajaribu kuielimisha jamii. Aidha, katika kudhibiti na kuzuia uchafuzi wa kemikali bashirifu zinazotumika kutengeneza dawa za kulevya, mamlaka kwa kushirikiana na maabara ya mkemia mkuu wa serikali tumetoa mafunzo ya wadau mbalimbali kama 500 hivi, wakiwemo madereva wa malori, wasimamizi wa shughuli zinazohusu kemikali, wajasiriamali wanaotumia kemikali. Kwa sababu ukiangalia kama kuna wakati tunakuwa na hawa madereva, mtu anabeba mzigo bila kujua. Na tatizo tunalo sana hasa upande wa kanda ya Ziwa, Arusha, kwenye mipaka hii. Kuna kemikali ambazo zikiingia mtaani zikichanganywa tayari inakuwa ni dawa ya kulevya.